wahudumu wa magari ya uchukuzi wametangaza mgomo kuanzia saa 6 usiku wa leo, wakilalamikia kupanda kwa bei ya mafuta nchini. Wamesema bei hiyo ya juu ya mafuta itapelekea wao kukadiria hasara kubwa, huku wakiitaka serikali kuingilia kati, la sivyo uchumi wa kitaifa utadorora. Haya yanajiri huku Mkenya mmoja akielekea mahakamani kupinga kutekelezwa kwa bei mpya ya mafuta nchini. Athari za bei ya juu ya mafuta zinapoendelea kuwaathiri Wakenya kutoka maeneo mbalimbali nchini, Mkenya mmoja sasa ameamua kuchukua hatua na kuwasilisha malalamishi yake mahakamani. Mlalamishi huyo ameitaka Mahakama Kuu kutoa agizo la kusimamisha ongezeko la hivi karibuni la bei ya mafuta lililotangazwa na Mamlaka ya Udhibiti wa Mafuta nchini IPRA, akidai kuwa hatua hiyo ni kinyume cha katiba na inawaumiza Wakenya kiuchumi ambao tayari wamelemewa na gharama ya juu ya maisha. Katika kesi hiyo, Francis Awino ameishtaki mamlaka ya IPRA kama mshtakiwa wa kwanza, pamoja na waziri wa hazina ya kitaifa John Mbadi, waziri wa nishati Opiyo Wandayi na waziri wa biashara na viwanda Lee Kinyanjui. Wengine walioorodheshwa katika kesi hiyo ni mwanasheria mkuu Dorcas Odor, shirika la ubora wa bidhaa nchini KEBS na baraza la viwango nchini. Zile pesa tunabeba watu nazo hapa, hata hakuna kitu gari inapata. Sasa ni kama tu kusaidia wananchi. Hatua hii ikijiri siku moja tu kabla ya hali ya uchukuzi kuathirika nchini, kufuatia chama cha wahudumu wa matatu kutangaza kuwa wataanza mgomo siku ya Jumatatu. Mimi nataka kushauri serikali na nataka kuomba wabunge to amend ile sheria iko bunge. Tutoe kwanza pesa ya fuel levy, tuweke kando. Ya pili, tutoe ushuru VAT. Hata hivyo, viongozi wa kisiasa wameendelea kutoa wito wa kutumiwa kwa mbinu mbadala wa kupunguza bei hiyo ambayo kwa mara ya kwanza imepanda kwa kiwango kikubwa zaidi. This is an international phenomenon which is happening because of some war in the Middle East, but we are going to approach our government. We are going to approach President Ruto, and we also have our Minister of Finance here, John Mbadi. We are going to talk and see how people can be given some relief.